Baba, tunakushukuru kwa siku hii ambayo umetujalia neema na baraka. Tunakuomba Jumamosi hii uweze kuwa pamoja na sisi. Mama Bikira Maria, mama wetu na mama wa kanisa, tunamuomba aweze kutuombea kwa mwanae, na ili siku hii ya Jumamosi iweze kuwa nzuri kwetu na kwa wote ambao tutakutana nao. Mwenyezi Mungu, wagonjwa tunakukabidhi uweze kuwaponya. Wale wanaopitia magumu, Mwenyezi Mungu, ni watoto wako. Ndio tunakuomba basi baraka na neema katika siku hii ya leo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mtazamaji mpendwa, basi leo tuko na sikukuu, nayo ni sikukuu ya Mtakatifu Antoni wa Padua. Antoni alizaliwa nchi ya Portugal. Kutoka hapo alitamani sana kuwa misionari. Akajiunga na shirika la Waagostino na hatimaye akajikuta alikuwa anataka kuja Afrika, Morocco, kuwa misionari, lakini aliweza kuwa mgonjwa na hakuweza kupata nafasi ya kwenda, na boti yao basi akakwamia huko Sicily. Mwishowe akajikuta Italy huko juu katika mji wa Padua. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na elimu nzuri, alifundisha watu na hasa unyenyekevu na upole. Alikuwa ni mtu mwenye akili mingi. Tunasikia hadithi moja kwamba katika sherehe ya upadilisho hakukuwa na mtu wa kuhubiri, na yeye akajitolea na akahubiri mahubiri ya nguvu, watu wakafurahia mahubiri yake. Basi yeye ni alikuwa pia mtu wa kujitolea kanisani, maombi na kufundisha watu. Alikuwa ni mwalimu mzuri wa kanisa, na alikuwa pia ni misionari ambaye alipenda watu na kukutana na maskini na watu wengine. Tumuombe huyu Mtakatifu Antoni wa Padua aweze kutusaidia tuwe watu wa kusoma neno, watu wa kulitafakari neno na kulihubiri, watu wa kuhubiri kwa maisha tunayoyaishi katika pamoja na watu. Kwa hivyo tunapokuwa na sikukuu hii ya Mtakatifu huyu Antoni wa Padua, tuweze kuwa wanyenyekevu na wapole. Pia katika somo la kwanza ambalo hatutalisoma, tutasikia jinsi Nabii Elisha alivyovalishwa mavazi yake au akapewa jukumu la kuwa nabii. Tunasikia alipokuwa anafanya kazi katika shamba, ndipo Elijah alipokuja basi na akamuita na akamwona, akampatia kazi yake, aendelee na kazi yake ya kuwa nabii wa taifa la Israeli. Yeye na pia huyu tunayeadhimisha sikukuu yake Antoni wa Padua walikuwa ni watu waliojitolea kufanya kazi ya Mungu, kuhubiri neno bila uoga. Na kama Nabii Elisha alivyochukua mamlaka kutoka Elijah, hata wewe na mimi tumeitwa tuweze kuwa manabii, kama vile tulivyoona jana. Tumeitwa kuwa manabii, makuhani na wafalme, tuweze kulitangaza neno la Mungu, kwa sababu tumetakaswa, tumepakwa mafuta matakatifu kwa sakramenti ya ubatizo. Neno la Mungu la leo, mpendwa Mkristo, tunalisoma kutoka Injili ya Mathayo 5 mstari wa 33 hadi 37, na ninasoma kuhusu kiapo. Yesu alisema, tena umesikia kwamba watu wa kale waliambiwa, usivunje kiapo chako, bali lazima utimize kiapo chako kwa Bwana. Lakini mimi nawaambieni, msiape kamwe, wala kwa mbingu, maana ni kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa dunia, maana ni kiti chake cha kuwekea miguu, wala kwa Yerusalemu, maana ni mji wa mfalme mkuu. Wala usiape kwa kichwa chako, maana huwezi kuufanya hata unywele mmoja kwa mweupe au mweusi. Ukisema ndio, basi iwe ndio; ukisema sio, basi iwe kweli sio. Chochote kinachozidi hayo kutoka kwa yule mwovu. Neno la Mungu. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, I am sure nina hakika umewahi kuchukua kiapo
wa kimoja au kingine. Na wengi wetu tumechukua kiapo. Kiapo kikuu ambacho tunajua tumechukua wote ni kiapo cha ubatizo, ambapo tulimkataa shetani na mambo yake yote na hazina zake zote, tukamkataa shetani. Unapoona watu wanapochukua mamlaka, ofisi, iwe ni ofisi ya kanisa, iwe ni ofisi ya serikali, kuna kiapo watu wanachukua, na mwisho wanachukua nasema Mungu unisaidie, na wanaguza mkono huu, wanaguza Biblia na mkono huu wanasema Mungu unisaidie. Hata wengine wanainua Biblia, wanachukua kiapo, wameshika Biblia. Tumeona rais wa jamhuri pamoja na makamu wake wakichukua kiapo cha uongozi. Tumeona hata mahakamani kwamba mtu anasema Mungu nisaidie niseme ukweli na ukweli wowote. Shida ni kwamba mara nyingi tunachukua kiapo, na hiki kiapo ambacho tunachukua, labda kiapo hiki hakitusaidii, kinakuwa ni kiapo ambacho sio kiaminifu. Ni kiapo ambacho tunachukua zile tunachoita fake promises au empty promises. Tunaapa, tunasema nitaongea ukweli na ukweli mtupu, na ukweli huo wote unakuwa sio ukweli, ni uongo. Na tumechukua kiapo na Biblia. Yesu Kristo ametuambia tusichukue kiapo. Tukisema yes, kama tunasema ndio, iwe ndio, na tukisema hapana, ni hapana. Kuna mambo matatu ambayo tunapaswa kuwa nayo kama wanadamu, kama Wakristo. Na mambo haya matatu ambayo tuko nayo, sana sana tuwe waaminifu. Mimi mwenyewe kama Mkristo nikiwa mwaminifu, sihitaji, watu hawahitaji kuniuliza kiapo ama unaongea ukweli wewe. Mimi kama Mkristo ninapaswa kuwa mtu ambaye ni mwaminifu. Na kuwa mwaminifu ni nini? Kuwa mwaminifu ni watu waweze kujua huyu mtu hata ukimwachia kazi atafanya. Ukimpa pesa akuwekea, atakuwekea. Kuna kitu ambacho kinaitwa integrity, uadilifu. Integrity, uadilifu. Kwamba mimi watu wanione, kama watu wanioni, kile ninachofanya ninaongea ukweli, ninatenda matendo ya ukweli, ya uaminifu. Honest. I'm supposed to be honest. I'm supposed to be truthful always as a Christian, kama Mkristo. Na hata ukitazama katiba yetu ya Kenya inaongea kuhusu integrity. Kwanza wale wanaochaguliwa ni lazima wawe na high integrity. Watu ambao ni waaminifu, watu ambao ni watu wa yes ni yes, no ni no. Je, tunaona ikiwa hivyo? Wale wanaochaguliwa tunaona kila wakati mambo ya magendo, mambo ya corruption. There is no integrity, hakuna uadilifu. Tunaona magavana wanang'olewa kwa sababu ya kukosa integrity, na walichaguliwa na wapiga kura, wamepewa pesa kuziangalia. Hakuna uadilifu. Labda katika hata kanisa, katika hata maofisi mingi, hata nyumbani tunakosa uadilifu. There is no integrity. Tunaomba leo kwa sababu hii mambo ya oath na promises ambazo tunachukua hata na Biblia, kwamba tutalinda katiba, mimi nitakuwa mwaminifu kama Mkristo, shetani akanyangwe, bado ninaishi maisha ya zamani. Jambo la pili ambalo tunaona lazima tuwe nao ni commitment, kujitolea. Kama wewe ni Mkristo na mimi ni Mkristo,
tunapaswa kujitolea katika Ukristo wetu. Tujitolee katika Ukristo wetu. Na ndio kila wakati tunasema, Yesu alisema ukitaka kunifuata, jikane. Beba msalaba wako, unifuate. Commitment. Jikane. Jitwike msalaba wako, nifuate. Commitment. Kujitolea kama Mkristo. Na ukijitolea kama Mkristo, uishi maisha ya Kikristo, umejitolea kama Mkristo, Mungu anajua na kuona, na hata watu wanaona huyu mtu ni very committed, amejitolea, huyu ni Mkristo halisi. Kwa nini uchukue oath? Kwa nini uape? Kwa nini watu wakuulize, ni ukweli je, ni ukweli hebu hapa haki ya nani? Hakuna mtu atakwambia haki ya nani. Kwa hiyo mara nyingi unaambia watu kitu, anakwambia haki ya nani? Wengine wanasema hebu panguza hapa na guza na ulimi ati waweze kuona kama kweli unaongea ukweli. Commitment kama Mkristo. Jambo lingine katika Ukristo ambalo hatuhitaji ama hiyo kuchukua kwa kiapo, ni kwamba sisi kuna kitu kinachoitwa dhamira, conscience. Tukiwa na dhamira safi ambayo hai-entertain mambo machafu, dhamira kwamba mimi ninapojua kwamba dhamira yangu inaniambia huu ndio ukweli ni huu, dhamira yangu inaniambia nitasimama na ukweli huo, hata kama ni kukatakatwa, nitasimama na ukweli huo, na sitaasi Kristo. Dhamira. Mtu naambia kwamba siku hizi unasikia watu wanakuambia tuko na dhamira ambayo imekufa. Angalia brutality, jinsi watu wanavyouawa. Tumeona mtu mmoja anavurutwa na pikipiki, msichana ama mama anavurutwa na pikipiki chini ati ameiba. Mtu ambaye ana dhamira nzuri, hata mwenye kuchukua hiyo video ni kuchukua yule mwenye pikipiki na kumsimamia, unafanya vibaya. Dhamira yetu iwe safi kila wakati. Na hata Yesu jana alipokuwa anaongea mambo ya uzinzi, alituambia mambo yote inatoka kwa kichwa chetu. Tunapoona kitu tunaweka kwa kichwa, dhamira yetu inaanza kutuharibu. Dhamira. Kwa hivyo ukiuliza dhamira, kama kweli mimi ninapoenda kotini na dhamira yangu ni safi, ninajua kweli mimi sitendi dhambi, siongei, ninaongea ukweli, dhamira yangu ni safi, sina haja hata kwenda kuchukua hiyo Biblia. Nitasema mimi ninasema ukweli kamili, na dhamira yangu inaniambia ni safi. Na dhamira hiyo inatuongoza kwa ukweli. Dhamira hiyo inatuonyesha na inatuambia tulenge ukweli. Tusimamie ukweli, honesty na truthfulness. Sisi tumeitwa leo, neno hili la Mungu ambalo tumelisoma leo linatuchallenge, inatupatia changamoto kama Wakristo, kwamba ndio lazima tuchukue oath ama promise mahali tunaitwa kama ni ofisi kubwa, lakini hayo yote haitajiki kama mimi mwenyewe ninajijua, ninaongozwa na dhamira safi, kama mimi kweli ninasimamia ukweli, na kama mimi kweli ni Mkristo ambaye kama nilivyotangulia kusema mimi ni committed Christian. Ati nimeacha kila kitu nikamfuata Kristo kwa maisha yangu na tabia zangu. Na Kristo aliishi maisha mazuri. Kristo alinionyesha njia na akafa msalabani kwa sababu yeye ni ukweli. Yeye ni upendo. Na ninapoishi maisha mazuri nikiongoza
nikiongozwa na conscience yangu, dhamira yangu, na nisimamie ukweli, ninamtetea Kristo, ninaishi kikristo. Na Mkristo ni matendo mazuri. Kama ndio Yesu amesema, basi kama mimi nikisema yes ni yes na no ni no, na nisisimame katikati yao, nisiwe watermelon kama vile tumezoea kusema. Kama nimesema no, na iwe ni no, na kama ni yes, iwe ni yes kama Mkristo. Tumuombe Yesu basi siku hii ya leo, na Bikira Maria mama wetu atusaidie tuweze kuwa watu wa kusema ukweli kila wakati, na kutetea haki, na kuwa watu ambao wana dhamira safi, na kutetea yale ambayo yanamhusu Kristo. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele milele. Amina. Mwenyezi Mungu awabariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.